la mwananchi la Embakasi Central, na mimi naamini tutaendelea vizuri katika Embakasi Central na tutaishi kwa amani hapa Embakasi Central na tutaishi kwa umoja. Ni yale masuala ambazo tuko nazo hapa Embakasi Central lazima tutazungumzia. Masuala za usalama, masuala za maji, masuala za chakula, masuala za hospitali na hizo vitu zote, mambo ya masomo, bursaries zote tutazungumzia. Hata child protection na mambo mengine yote hapa Embakasi Central tutazungumzia. Na kwa hivyo sasa ningependa kumkaribisha mgeni mheshimiwa wetu. Kwanza zungumza. Umeshafika? Hapo nayo kidogo siwezi. Sababu gani? Mimi siwezi kubaliana na muongo, siwezi kubaliana na mtu corrupt, siwezi kubaliana na mtu mwenyewe hawezi nipatia ulinzi wangu. As I speak, mimi saa hizi nimekuwa summon na area chief, nimekuwa summon na maaskari huko, lakini siendi. Kwa nini? The last time I went there, nilikuwa detained for 2 good days for cell, alafu nikaachiliwa bila any charges. Unaona? So, na makosa yangu kubwa ilikuwa gani? Makosa yangu kubwa ilikuwa kusema sitaki corruption, nataka maendeleo na one term. Hiyo ni haki yangu. Nikisema 2 term, hiyo ni mimi nimeamua. So, nikisema 1 term, niko na sababu. Na sababu hizo ni naambia watu usiwahi sahau. Hata mtu akikuja kupatia pesa saa hizi, usiwahi sahau huyo mtu hapo nyuma alikufanyia nini. Huyu jamaa juzi amesema jenzi wapigwe risasi. Hiyo mmesahau? Mpaka mguu. Huyu jamaa alisema jenzi wapigwe risasi. Huyu jamaa alidanganya watoto wetu atakuwa anawapikia chapo milioni 1 per day. Hizo vitu zote hatujasahau. Tukuje sura za Sifuna. Kila mtu ako entitled kwa opinion yake. Kama mimi naona Sifuna anaweza, na mimi yenyewe to be honest naona Sifuna anaweza. Huyu mtu mwenye ananiambia sijui chagua kina Jalango amefanya nini Lang'ata? Jalango ni mjinga, amekuwa mjinga pia. So nataka kuongelea stories za security. Kama hatuna security, hakuna mahali tunaenda. Na security inaanzia na nini? Security inaanza na kura. Juu hapa tunaweza ongea maneno matamu, lakini kuna kura. Unaona? So tunaanza na kupata kura, ndio hao manyanga wote wapeleke nyumbani. Hayo kwa sasa. Jinsi mnavyojua, mimi ndiye Kotogo Pesa majority leader bunge la wananchi Jacaranda, Kenya and abroad. Leo nataka kuongelelea hii mada ama hii issue yenye nimeona imetokezea. President William Samoei Ruto. Leo mimi ninakwanga wa 2 term, lakini wacha tu nikukosoe kama mwananchi wa kawaida, tena ni mtetezi ya wanyonge. Sijapendelea yale ambayo mmesema. Ati watu wengine wanasema ati wanataka power. Kama hii broad base ilikuwa ya UDA na ODM, sasa naona wewe unataka kumaliza ODM, na hiyo ndio imekuwa party yetu tangu baba Raila Amolo Odinga itengeneze from 2005. Ninajua vizuri wewe mwenyewe ulikuwa kwa meza wakati ODM ilikuwa inatengenezwa. Asikatai, lakini sasa swali ni mbona baada ya kifo ya baba Raila Amolo Odinga sasa umeamua kumaliza ODM? Hivi karibuni tumeona ile uchaguzi imefanyika by election. ODM seats zilikuwa hazijapata kitu, lakini UDA ndio imepata kila kitu. Sasa swali ni kwani unataka kuniambia hakukuwa na aspirant wa ODM? Na kama kulikuwa nayo, empowerment haikuwa ya hao watu aspirant wa ODM pia wapate hata kiti moja ama vitu viwili? Hapo ulikuwa umetuchezea. Saa hii unasema ati wengine wanataka power. Hii power ni ya wananchi ama ni power gani wanataka? Hiyo swali lazima nikukosoe. Sisi kama wana ODM tunakuambia wacha kuingililia mambo ya ODM. Na hapa kwenye imefika itabidi sasa ni cross bridge niende kwa 1 term tukutoe kwa kiti. Na si tafadhali, na hakuna kubembelezana. Hapa hakuna comeback bwana. William Samoei Ruto, hapa hakuna comeback. Lazima utupatie heshima zetu
Sasa hii umeanza kutembea, unataka kutembea kwa hizi sehemu zenye ODM zilikuwa zimeshika. Kwa nini? Unataka kuingiza UDA hapo. Ukienda kwa Nyanza, sasa hivi vile tunaongea, mimi ni podcaster, I am a researcher. UDA aspirants, the 691 in Nyanza region. Hakuna hata ODM aspirant pale Rift Valley. Kwani hesabu zako ni gani? Hesabu zako ni kumaliza ODM na hatutakukubalia. Oburu Odinga wewe ndio nakuongelesha. Bwana, wacha kulala ati wewe unaamka atiweka mawe. Weka mawe gani iwekwe? Na unaona ODM inaoshwa. Atiweka mawe. Hiyo ndio siasa gani? Baba Raila Amolo Odinga alikuwa anauza sera zenye zilikuwa zina tackle mwananchi wa kawaida. Wewe sasa niweka mawe. Na kama umepewa pesa umekula sasa umeshiba, unataka kututapikia tuime tutam na ODM inasambaratika, hatutakubalia wewe pia Oburu Odinga. Hiyo ujue tu sisi kama wana ODM tunaenda kukataa. Na bwana, ODM lazima uichunge vizuri, la sivyo hiyo ODM sioni ikifika hata 2027. ODM lazima ilindwe vizuri bwana Oburu Odinga, la sivyo hiyo ODM inaenda kuisha hata kabla ya 2027. Hiyo ODM itakuwa imesambaratika na hakuna kitu yenye utakuwa unatuuzia. NDC ule yenye unaita saa hii ile meeting yenye imekuwa State House, tuko na pioneers wa ODM, watu kama Hassan Joho wamekuwa kwa hiyo meeting ya ODM yenye imefanyika recently. Watu kama Hassan Joho wamekuwa hawajakuwa. Kwa nini? Saa hii watu wa Mombasa wanasema ati Joho ndio wanamtambua kama kingpin na wanataka Joho ndio akuje asimame kama deputy president. Sasa wakati ambao Joho anasimama kama deputy president, unataka kuniambia watu wa Mombasa washapiga block? Western ndio ile inaoshwa na UDA. Unataka chama ya ODM ibaki chama ya Wajaluo peke yake? Oburu Odinga, kama umeshindwa na kazi, peana hiyo ticket ama certificate ya ODM, peana kwa mwenye anaweza endesha na kuuza sera na agenda za raia na za ODM kamili. Wacha niingie hapa hii kiti ya Embakasi Central. Mimi Embakasi Central, wacha niongee na residents, Madam Speaker. Embakasi Central bwana, kuna maneno ambayo hatutakubali Mheshimiwa Meja Dong aendelee kufanya. Juu hivi karibuni tumeona vile basari imekuwa imegawanyika. Basari ya 5,000. Meja Dong unaweka wanawake wanavaa sweta 10, wanalala kwa mashule ati wanaongoja basari, na basari ni ya 5,000 peke yake. Kuna wamama wenye walilia pale matopeni wakasema kama hawawezi pata basari ya pesa ya maana, na wengine mpaka wanaenda wanakosa, wako karibu na wako tayari kubadilisha kura zao waende wapige kura kule Kasarani. Kwani nikuulize, ule MP wa Kasarani anapewa pesa gani na wewe unapewa pesa ngapi? Kuna MP zenye wanapeana basari ya 10,000. Wewe unakuja hapa unapeana basari ya 5,000. Na hii 5,000 mwanamke anaacha bwana yake kwa nyumba peke yake, anakuja analala kwa shule, amevaa sweta na jaketi 10, anakaa watchman, alafu ikifika asubuhi anapewa shilingi 5,000, wengine wakikosa. Bwana, hatutakubaliana na hayo. Meja Dong, hatutakubaliana na hayo. Na wacha nimtambue Mofaya ndio sasa saa hii ninaona ametosha mboga. Shida ya Mofaya bado hajatambua wagwiji kama sisi, tuweze kukaa naye chini, tujue anataka nini, atuuzie sera zake, tujue agenda zake zenye ako nazo, tujue pale matopeni. Tunataka hospitali. Meja Dong amekuwa kwa ofisi kwa miaka ngapi? Hakuna hospitali ya maana hapa Embakasi Central. Kwani agenda gani wako nazo? Na hata hao ma MCAs wa Embakasi Central as a whole, ni nini mnaenda kutable kwa meza, ama mnaenda kutable tumbo yenu, na yale ambayo yenye yanafanyika kwa ground amwezi sema? Pale matopeni sasa tunataka hospitali, tunataka social moja haiwezi serve the whole constituency. Bwana, wacheni kutuchezea akili.
Kama unaona umeshindwa na kazi, angalia bridges zingine hata sasa hata hazina maana. Zime yes. A point of question or concern or information, Madam Speaker. Interjection. Lakini nangoja kwanza nimalize and then kama ni swali wacha uulize. Okay, muulize swali. Madam Speaker, thank you for protecting me on the floor. Mimi nasema na bado nilikuwa tu hapa Embakasi Central. Mimi ninasema Mheshimiwa Meja Dong, badilisha vile unafanya kazi. Badilisha vile unafanya kazi. La sivyo, baba, tulikuwa tunakupenda. Mimi personally kama Kotogo Pesa, baba nilikuwa nakupenda, lakini hapa kwenye imefika, Meja Dong hatutaendana hivyo. Mimi sasa naenda kutambua Mo Fire kama the next MP Embakasi Central. Nimeamua na nimesema na sitarudia. Mheshimiwa Meja Dong asipobadilisha vile anavyofanya kazi hapa Embakasi Central, mimi nimeamua kurali nyuma ya Mo Fire. Madam Speaker, wacha niongee kwa county government. Madam Speaker, tulikuwa tunapenda Sakaja. Tena Sakaja ni mtu sisi wenyewe tulikuwa tumeamua tumweke kwa kiti. Na baada ya kuingia kwa kiti, nataka kusema hivi. President William Samoei Ruto pamoja na Governor Sakaja, yale ambayo mmetutendea, bwana, hamtatubeba akili kwa mfuko zenyu. Saa hii wananchi wamerevuka na hatuna wakati sasa wa kuwabembeleza. Hamwezi kaa chini alafu mna decide on behalf of the citizens ndio mnaleta public participation. Hiyo public participation yenye mlileta kwa raia already mlikuwa mshaipitisha. Mngetuambia governor amekosa nini? Governor anaona shida iko wapi yenye hawezi fanyia wananchi kazi. Kama ni pesa yenye anapata haitoshi, sisi kama raia ndio tungepiga kelele, tungeongea, tuseme governor aongeze pesa, kwa sababu tunataka hii Nairobi kuwe kama Singapore. Nairobi ndio capital city ya Kenya. Lazima ishine in all the 47 counties. Nairobi county should be shining. Na tunakubaliana na badala. Si ile scrape walikuwa hapo wakikula sisi. Bado ni wale tu. Ukisema Ruto ni mbaya, wale ni mzuri. Kina Matiang'i, kina Wamunyoro, kina Kalonzo. Hakuna watu hapo. Hii watu wameisha hata wao. Mimi nitakubaliana na mtu yoyote anasema one tap akituletea mtu mbadala ya Ruto. Si wale walikuwa kwa serikali. Wakati sisi tulikuwa watoto walikuwa kwa serikali. Wakati tulikuwa watoto wao ndio walikula shule. Kwa hivyo shida leo tunapitia ni wao wametuletea. Wale wanasema one tap, wao ndio wanatuletea. Shida ile tunapitia saa hii. Kama shule ni ngumu, wao ndio wamefanya ngumu. Kama shule ni mzuri, labda wao ndio wamefanya mzuri. Kwa hivyo mimi nasema, ukisema one tap, nipatie mtu mzuri mpya. Mtu ako na hajawahi kalia kiti na hajawahi iba kitu ya mtu. Hakuna mtu hajaiba kitu ya mtu, wale watu tumewachagua. Hakuna. Kwa hivyo sisi tunasema two tap kwa sababu ile wale ni mascrape. Wale mnatuambia mbadala mascrape. Wale wanalala hotel. Kwa hivyo sisi kama watu ya two tap tunataka mtupatie mbadala. Asante, Madam Speaker. Haya, mjue chenye tunataka. Saa hii tukiangalia hii Mama Lucy level 5 hospital, madaktari wako wapi? Si wameenda mgomo? Kama wafanyikazi wa kaunti wenyewe ndio hawezi lipwa, Sakaja anafanya nini kwa ofisi? Sakaja anafanya nini kwa ofisi kama wafanyikazi wa kaunti wenyewe hawawezi fanya nini? Hawawezi lipwa on time. Sasa mtoto akiwa mgonjwa anaweza kufia kwa barabara, anaweza kufia kwa hospitali, anaweza kufia. Wanawake wajawazito wanaweza umia. Kwa sababu gani? Madaktari hawako na hatuna hapa Embakasi Central. Hatuna hospitali za kutosha. Sakaja, tunataka education ikuwe high rated.
in Nairobi. We want education to be uplifted here in Nairobi. Na kala sivyo, hiyo cooperation yenye mnafanya, mimi kama raia nataka kusikiza education mmeingiza na hata maneno ya health. Ndiposa tutakubaliana na nyinyi. La sivyo, baba, wacha tu nikwambie, unaenda nyumbani. Sakaja utakuwa one term governor. Usipochunga Sakaja unakuwa one term governor. Badilisha vile unafanya kazi, kuja kwa raia, fanya kazi na MCS, na MCS wenyewe wengine pia wanalia. Wewe hata ufanye kazi na MCS, hautaki kuwaweka karibu. Kwani unataka kufanya kazi na kina nani? Na MCS ndio wanafika kwa grassroots. Fanya kazi na MCS. MCS wakuambie ni shida gani wananchi wanapitia, ndio wakuletee. Washakukuletea, wewe mwenyewe ufanye nini? Wewe mwenyewe uweze kutekeleza yale yote ambayo raia wanapitia na uweze kuyatenda. Asanteni sana, Madam Speaker.